kukutana naye. Twende mbele zake kwa sababu nataka kumsikia yeye anataka kusema. Tufurahie uwepo wake. Tusiende kwa sababu nataka atutendee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Pasipo Roho Mtakatifu tutapata maombi ya mahitaji zaidi kuliko kutafuta mshirika. Kwa hiyo atakapotatua yale mahitaji au mahitaji yanachelewa kwa muda mrefu, unakuta maombi yanapata, kwa sababu wewe ulichokuwa unahitaji ni hitaji kwa Mungu unataka kutendea. Kama sasa hivi unakuta watu wanatafuta miujiza katika kanisa hili kanisa lile. Bwana Yesu asifiwe. Bila kuelewa viko mtendaji miujiza ambaye ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Huyo ndio tunataka kumtafute na kuwa na ushirika naye kila wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa yeye anatujua sana, anatujua kuliko ambavyo sisi tunamjua. Hata katika machozi ambayo tunakuwa na kibaba haya. Fikiria mama ambaye anaona watoto wake wanaumwa. Fikiria tu. Katika namna ambayo sasa hana cha kufanya. Hajaribu kila analoweza. Katika ugonjwa ambao anaona kabisa huyu mtoto alionaye hawezi kupona. Bwana Yesu asifiwe. Hebu wewe katika hali ya namna hiyo. Ni hali ya namna gani wewe kama mzazi unamtazama huyo mtoto na hali alionayo? Unaona ni namna gani ambayo utakuwa unamwaziri huyo mtoto? Bwana Yesu asifiwe. Ni hali ya namna gani ya roho utakuwa umesikia huyo mtoto? Sasa ndivyo Roho Mtakatifu anapojisikia, anapoona watu bado hawajamjua, bado hawajamfahamu, bado yupo kwa ajili ya kukaa nao kuashiria amani ile ya Kristo, lakini hawamjui. Anasikia vizuri pale anapoona watu wanapotea, wanaendelea kupotea. Bwana Yesu asifiwe. Hili anasikia vizuri sana. Hivi kama huyu mama anavyoona vizuri juu ya mtoto wake ambaye anaumwa na hana kitu cha kufanya, ndivyo Roho Mtakatifu anapojisikia kwa watu wanaopotea. Yeye hataki kuona watu wanapotea, hataki kuona watu wanarudi dhambi, hataki watu waishi mazoea, hataki watu waishi duniani bila kuwa na ushirika naye. Anajisikia maumivu sana ya uzuri rohoni. Wasome ile Zaburi ya 56 mstari wa 8. Zaburi ya 56. Zaburi ya 56. Roho Mtakatifu. Mstari wa 8. Maandiko yanasema, ukutanika, kujificha, kuziangalia nyayo zangu, kwa kuwa wameniotea nafsi yangu. Mstari wa 8 anasema, umehesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa yako. Je, hayamo katika kitabu chako? Roho Mtakatifu anahesabu hata ile machozi ya yule mama ambaye analia kwa uchungu. Roho Mtakatifu bado anayachukua ile machozi, anaweka katika lugha ambayo anaweza kawasilisha mbele za Mungu. Hiyo cha yule mama ndipo ambavyo hata wewe katika mambo unayopitia yako unayopitia ambayo huwezi kuzungumza, inabaki ndani ya kama kile cha ndani. Kwa Roho Mtakatifu anahesabu hata ile machozi unayolia. Bwana Yesu asifiwe. Bado yeye anayachukua kama sehemu ya maombi na anayakisha kikamilifu katika ukamilifu wake sawa sawa na Mungu anataka. Kwa hiyo usiogope wakati ujumbe ni cha kuomba. Wewe mruhusu Roho Mtakatifu. Ukimruhusu Roho Mtakatifu atakuongoza katika namna ya kuomba. Sisemi sasa mimi si kuomba nitaombaje. Wewe nenda hivyo hivyo. Anachotaka tu ni moyo wako unyenyekevu mbele zake. Unapoachia moyo unyenyekevu, yeye anaachia uongozi na hautabaki peke yako, yeye atakuwa na wewe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anajua hitaji lako atakaloomba, anaelewa, lakini anataka tu uombe, kwa sababu ndio mfumo ambao yeye ameruhusu.
Kisoma ile Isaya 65 mstari wa 24, tusome kidogo. Isaya 65 mstari wa 24 anasema kabla mjaomba mtasikia. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 65 mstari wa 24